kadhalika wakina mama mwatakiwa mshike nafasi zenu katika Uislamu. Mama wa Kiislamu amepewa nafasi kubwa ya kulea watoto, huku akipata support kutoka kwa baba, kwa sababu yeye baba ndio kiongozi. Yeye atatoa support kwa mujibu wa sheria ilivyompangia kiongozi, kwa atayasimamia mambo yote ya pale nyumbani ya kimiongozo, lakini lishe ya watoto, mavazi ya watoto, makazi ya watoto na mengine mengi ambayo sisi tuyafahamu, ili mama aweze kutekeleza jukumu lake. Lakini mama nyumbani ni lazima awe na utayari wa hili, kwamba yeye ana jukumu la kuwalea watoto wake katika maadili mema. Katika miji ya Kiislamu hapo zamani, miji yenye afya, watoto hawatoki majumbani kwenda madrasa ila tayari washasoma kwa mama zao majumbani. Mama ndiye mwalimu wa kwanza. Haya mambo ya kusoma alif ba hizi kaida wanasoma kwa mama zao au kwa nyanya zao, bibi zao majumbani. Ndio kazi yao hii. Akishakuwa ndio apelekwa kwa mwalimu kwa ajili ya kuendelea zaidi. Wakina mama wa aina hii leo hawapo, au kama wapo ni kwa kiwango kidogo sana ambacho hakizingatiwi. Kwa nini? Kwa sababu wakina mama wana shughuli nyingi mno ambazo si malezi. Hili lazima walifahamu. Wakina mama wasimamie nyumba zao katika kuwalea watoto wao, lakini na sisi kina baba ni lazima tuwatie nguvu hawa kina mama, tusimamie majukumu yetu ili huu ufanisi upatikane.